Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Tuko katika exclusive interview na leader wa kijamii, vile vile anakuwa ni kiongozi wa CGOP katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi, vile vile na kote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio mwaliko wangu ambayo tunaye hapa kwa siku ya leo, na tutakuja kuongelea ama tunakuja kuongelea kuhusu kibarua ambacho waliweza kuandika kwa ajili ya kusapoti marekebisho ya baadhi ya vipengele katika katiba ya nchi. Unajua kuko process ambayo iliyopo ya kuweza kurekebisha katiba ya nchi. Nao kama vile CGOP walisema kuna vipengele vimoja ambavyo ni muhimu viweze kubadilishwa ama ni muhimu viweze kurekebishwa kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Mimi ni Safari Almas, mwaliko wangu ambaye ninamwalika hapa atakuja kujitambulisha mwenyewe. Ndugu, karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Na labda ungejitambulisha. Kwa majina naitwa Orfe Yamone Kamengele, nikiwa kama ulivyosema kiongozi wa shirika linaloitwa CGOP RDC. Ina maana kwamba ni kitengo cha vijana ambao wanaosaidia kuleta mwelekeo ama mwangaza kwa uongozi katika nchi ya DRC. Kwa Kifaransa tunaitwa Cabinet de Jeunes Intègres pour l'orientation des politiques publiques en République démocratique du Congo. Vile vile tunakuwa mdadisi wa masuala ya kisiasa. Mimi ni analyste politique de formation. Vile vile tunasaidia jamii kwa utetezi ya haki za kibinadamu. Asante sana. Mliweza kuandika kibarua kwa ajili ya marekebisho ya baadhi ya vipengele katika katiba mkisapoti hatua ambayo iliyoko. Labda kwa upande wenu watu wangependa kujua, kwanza kufafanua ni kipi ambacho mliona kinaweza kubadilishwa ama kurekebishwa katika katiba na malengo yenu ni gani hasa? Asante sana. Kama kawaida ya kubadilishwa ama kurekebisha katiba katika nchi fulani, inakuwaka inahitajika pawe chanzo ama sababu inayofanya watu kurekebisha ama kubadilisha katiba ya nchi. Yeah. Na kwa ile njia sisi kama vile CGOP, baada ya kusikia malalamiko ya raia wengi wa nchi ya DRC, baada ya kusikia nia ya kuhitaji kitu fulani kwa raia wa moja wa tarafa na wa jimbo zimoja province kwa Kifaransa katika eneo mbalimbali, tulienda kugundua kwamba walio wengi raia kwanza ni watu wenye kuhitaji amani. Yeah. Hawataki mambo ya vita. Ni watu wenye kuhitaji ma institution ya Kongo ama tuseme ma service za nchi ya Kongo, ama tuseme tena kwa Kiswahili vyumba vya uongozi katika nchi ya Kongo vipate kuwa na ustawi ambayo tunaita stabilite. Sasa ikiwa ma institution publique zitakuwa zinakosa ustawi, raia nayo inakuwa inaishi kama watu ambao wana amani. Na ndio maana kupitia ile vitu vyote na kuona pia tulimechunguza kwamba vita katika nchi ya Kongo vinakuwa kila mara vinajirepete. Watu wanaishi miaka nenda miaka rudi, mpaka sasa inakuwa ni miaka 13 na zaidi raia wa Kongo wanaishi katika vita ambavyo wanashurutishwa kwa havyo na nchi jirani za Rwanda, Uganda, Burundi na mahali pengine. Inakuwa kama vile kero kwa raia. Ndio maana tukaona hapana, inabidi tunasaidia kuonyesha mwelekeo ili pakue jinsi gani serikali kuu ya Kongo ya Kinshasa itaweza kukamata azimio kufuatana na pendekezo letu. Ndio maana ilipofika tariki 25 mwezi wa 9 mwaka wa 2024, sisi tumemwandikia rais wa nchi ya DRC Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo barua ya kumuonyesha kwamba kunakuwa nia ama mawazo ambayo kwetu tumeona ni mazuri kumpendekeza yeye ili pakue ukerebisho wa vipengele fulani fulani vya katiba yetu ya Kongo. Yeah.
Na katika vipengele hivyo, kama nilivyoanza mwanzo kusema kwamba watu wanakuwa na nia ya kubadilisha katiba kwa sababu kunakuwa malengo fulani ambayo wanataka. Yeah. Na sheria ya Kongo pia kwa hii katiba tu ndio inaonyesha kinagaubaga katika kipengele chake cha 218 ni wanani wanaohitajika kutoa maoni au kutoa mawazo ya kubadili katiba ama ya kubadili vipengele vimoja vya katiba. Acha nigusie zaidi sana kubadili vipengele vya katiba. Na hapa tunakuwa na rais wa nchi. Huyo anakuwa ni mmoja kwa wale ambao wanaohitajika kutoa mawazo ya kubadili vipengele vya katiba. Mtu wa pili anakuwa ni government. Mkuu wa gouvernement, huyo tunamwona ni premier ministre, anaweza toa naye pia mawazo ya kusema tubadilishe vipengele vimoja vya katiba. Mtu wa tatu inakuwa ni Assemblée Nationale na Senat. Yeah. Jumba la wazee wenye busara na pia wabunge. Hao wanaweza pia kutoa pendekezo ya kusema kwamba tuguse katiba ya Kongo kwa sababu inakuwa na mambo ambayo haiko salama. Na wa mwisho ni raia ambao ni sisi. Tunaweza kuwa pia na kauli la kusema kwamba katiba ikerebishwe kwa sababu tunahitaji iki kiwemo na iki kingine kifatiliwe. Na hapa ndo sisi CJOP tuliona kwamba raia wengi hasa hususan wa huku eneo ya Este, tukisema Este tunaona zaidi sana jimbo la Kivu ya Kusini, ambapo raia wengi wanalilia province ya Sud Kivu igabuliwe hili territoire zimoja ama matarafa mamoja yanayohitaji kujiunga yajiunge na yapate province yao mpya. Wamoja wanasema province ya Nord Tanganyika ambayo makao makuu itakuwa katika jiji la Baraka, kwa kuwa inakuwa jiji ambayo inakuwa karibu na raia kutoka Uvira mpaka Force Bendera. Baraka inakuwa katikati. Wengine wanasema kwamba sisi tunahitaji tupate province yetu ya province inayoitwa province de Lila ya Elila. Hapo tunaona tarafa la Mwenga na tarafa la Shabunda, wao wanasema kwamba watajiunga pamoja ili wapate jimbo mpya yao ya Elila. Na kupitia hayo mawazo ya raia tulienda kuona kwamba raia wanakuwa na hitaji sio tu huku Sud Kivu, kuna kuwa provinces zingine nyingi ambazo zinahitaji nao watoke katika utawala wa watu wa moja ambao wanajipendelea sana na kufanya katika uongozi wao kuwe kama kitu ambacho watu wa moja wanajipendelea na kutupilia mbali faida ya wengine. Hii ambayo tunaita mkifaransa injustice sociale, watu wa moja wanajipendelea wao kuliko kupendelea watu wote wa jimbo ambayo wanaoiongoza. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho kilifanya sisi tuandike kama vile motivation ya kuomba president de la Republique na wengine wote ambao walitusoma kwa wakati huo wakamate decision, maamuzi ya kusema katiba yetu ipate kuwa tushe. Asante sana. Na ukiangalia licha kwamba mnasema kuwa kuna vipengele baadhi ambavyo mnahitaji virekebisho kwa ajili ya nyinyi muweze kupata huenda labda mkoa mpya ambao utakuwa Nord Tanganyika. Auone kwa namna hiyo hawa wanajibeba, hawa wanasema sisi tunapenda tu na mkoa wetu, wengine sisi tunapenda tu na mkoa wetu. Auone kama ni ile namna ambayo inaweza ikaleta mgawanyiko na katika siku za usoni huko ndo inafika mpaka watu wanajikata wanatamani hasa wawe na eneo lao kama nchi. Auone inaweza ikafikia hivyo? Haiwezi kufikia hiyo. D'ailleurs ni njia mojawapo ya kufanya kusitisha ile nia ya watu wamoja ambao wanaojigamba kwamba wao tundo wanakuwa na mamlaka ya kumiliki wengine, na kile chochote ambacho wanaweza kukiamua wanaweza kifanya sauti ya watu wengi, lakini haitoki mu watu wengi. Mfano katika jimbo la Sud Kivu, katika hii vita ambayo tumepitia, mmejua watangazaji mnasikiliza kila leo, yeah. Kuna kuwa baadhi ya watu wa tarafa fulani, nitasema katika province ya Sud Kivu, watu wa Kabare wamoja, watu wa Walungu, watu wa Ijwi walipokea waasi na kusema kwamba hawataki kwao pawe fujo, na waliandika vibarua vya kusema kwamba FRDC iachie waasi nafasi. Tunaviona, na waasi walipoingia wakuwa na tatizo yote ile, walimiliki ile eneo. Hata wakuu viongozi wa madini walisupport ile mawazo kusema kwamba kwao hawataki vita ingie. Sasa wale watu walikamata ile decision kusema kuwazia kwamba
watu wengine wote wa tarafa zingine wataungama ile inamia ile amri yao ama ile decision yao, na wale waasi wataendelea bila tatizo. Lakini walikuja kutanana na force ya watoto wazalendo ambao walisimama kideti na kusema kwamba haitawezekana adui endelee kupita. Unakuja kujikuta kwamba kwa sababu ya watu wa moja tu wanajiona kama wao tu ndio wanakuwa na madecision province, wanaweza kuchukua mawazo fulani na watu wote watembelee katika ile mawazo, na wakati mawazo ni baya inakuwa ni shida. Ndio maana haitakuwa mgawanyiko. Itasaidia kwa sababu tumeshajuana sisi Wakongomani, tumeshajuana hasa zaidi sana sisi watu wa province ya Sud Kivu. Tumeshajuana ni wanani wanaweza kuwa waraka kupokea adui wa Kongo, na ni wanani wanaweza kusimama ili kukataza adui wa Kongo asiendelee. Ndio ile. Donc sisi tunaonyesha kwamba umoja unahitajika na unité nationale inahitajika, lakini kugawanya province za Sud Kivu ama za mwinchi ya Kongo haiwezi kufanya isisemekane kwamba Wakongomani wote wanakuwa pamoja na wanakuwa na upendo. Kwa sababu nitagusa kidogo historia ya Kongo, hasa zaidi sana hii ya madecoupage ya maprovince. Nchi haikuanza na province 26. Ilianza na 6. Ilianza na province 4. Ikapanda ku 6, 6 ikaingia mu 8 na ikaendelea. Na mpaka sasa ikafika mu province 26. Ina maana kwamba hata zaidi ya province 26 inaweza wezekana, na Wakongomani tu watakuwa pamoja na nchi itakuwa moja bila yenye kugawanyika. Na labda tukibaki hapo, licha ya kuwa mnasema kwamba kwa kurekebisha katiba inaweza ikapelekea nyinyi kuweza kupata ule mkoa mpya wa North Tanganyika ambao mnakuwa mnauomba kila wakati, uenda labda ukiachana na hivyo vipengele, ni hivyo tu ndivyo vimesababisha nyinyi kuweza kusupport mpango wa marekebisho ya katiba, ama kuna vingine ambavyo kwa upande wenu unaona kama vinakuwa kama vinaminya uhuru wa wananchi? Asante sana. Acha kwanza tuone hii kipengele cha 51 cha katiba yetu. Ukisoma vizuri hii kipengele ya 51 ya katiba yetu ambayo inaonyesha kuchunga raia na kufanya makundi zimoja za raia kuwa zile ambazo zinakuwa katika hali ya vulnerability, yani hali ya kutokuwa sawa, kuonelewa, hali ya watu ambao hawako sawa sawa na wengine. Hii kipengele ya 51 ni article ya constitution ambayo ina viole article 12 ama kipengele cha 12 ya katiba yetu ya Kongo. Kipengele ya 12 ya katiba ya Kongo inasema nini? Inasema Wakongomani wote wako sawa sawa mbele ya sheria. Wako sawa sawa mbele ya sheria. Na hii wote wanahitajika kusapotiwa na kukingiwa sawa sawa. Lakini unakuja kuona sasa hii kipengele ya 51 ambayo inakuya kusapoti kundi la watu wa moja hivi, ya kwamba eti minorite, eti wale wanakuwa na ukingo mkubwa sana, hapana mtu kuwagusa, wanaheshimika sana. Hiyo kipengele inakuja kuviole ile kipengele ya kusema kwamba Wakongomani wote wanakuwa katika hali ya usawa, na hiyo nayo pia tumeiomba iguswe kwa sababu inaenda kuvunja ile ambayo inasema kwamba Wakongomani wote wako kwa njia moja. Sasa ikiwa wale ambao wanakuwa katika kundi ndogo wanapewa fursa mkubwa ya kuwa na kuwa protege, ina maana kwamba haiko Wakongomani, wao si Wakongomani. Na ikiwa ni Wakongomani, kwa sababu gani wao tu ndio wakuwe na privilege mbele ya wengine? Sio tu hiyo, kuna kuwa kipengele kingine ambacho cha katiba yetu ambacho kinasema kwa sababu ya institution ambayo inahitajika kuwa katika nchi ya Kongo. Unajua ninyi watangazaji ni force mkubwa sana katika nchi. Ulimwenguni pote watangazaji ni watu wakubwa sana. Hapa ninasema media. Na ikiwa tunakuwa na institution tunakuwa na institution President de la République, tunakuwa na institution cours et tribunaux,
tunakuwa na gouvernement, tunakuwa na parlement, sawa? Sasa kwa sababu gani ninyi ambao mnakuwa nguvu kabisa katika nchi na ulimwenguni pote msikuwe institution? Inahitajika na ninyi muwe organize, mujulikane kweli kweli, kama mnakuwa na yule ambaye anakuwa ministre wenu ambaye anawasimamia, ama mnakuwa na mkuu kiongozi ambaye anasimamia media. Ila tuna waziri wetu Patrick Muyaya, mnakuwa naye, lakini haitoshi kwa sababu yeye anatumika kama vile mtu mwenye iko anadependre na institution nyingine, msemaji wa serikali. Lakini wakati ninyi watangazaji mnakuwa institution à part, mtakuwa na jure na independence yenu, na hapo mtakuwa mnafanya kazi bila matatizo. Haitakuwa unafanya kazi kwa sababu za kuegamia. Hapo itakuwa ni watu ambao mnatumika kwa uhuru wenu kama ipasavyo. Hiyo ni kitu kingine ambacho tulikiomba katika barua yetu ili kusaidia kupandisha zaidi sana media yetu katika nchi ya Kongo. Na hiyo ni kwa sababu gani? Unaona, ninyi mnaweza tuma rais wa nchi anaanguka. Media inaweza tuma waziri mkuu anaanguka. Media inaweza tuma waadui wanachukua eneo. Tuliona katika vita ya M23. Vita ya mitandao ni watangazaji ndio walikuwa wanafanya ile mambo na kufikia mpaka kudanganya raia, watu wanaanza kimbia na wakati adui hajafika. Na istoshe tu kunakuwa kipengele kingine hii inayomruhusu rais wa nchi kuenda kusaini mikataba. Hii kipengele ni kipengele cha 213 ambacho kinamruhusu rais kuenda kufanya mikataba katika nchi zingine. Na hii kipengele kinasema nini? Rais anaenda kusaini mikataba, baadaye ndo anakuja kupasha habari ku Assemblée Nationale na kusena. Sisi tuliona kwamba ni vibaya. Inabidi rais kabla hajaenda kusaini mikataba kule, anayazungumzia kwanza haya mambo kupitia waziri mkuu katika Assemblée Nationale na Sena, ili watakapokubali yale mawazo, basi rais anaweza enda kusaini mikataba. Hiyo nayo inaweza kuwa jambo la muhimu, ili rais asikuwe naenda sinye mikataba tu kiolela bila kujulisha wakongomani, kwa sababu nchi inaongozwa kwa sababu ya wakongomani. Ule souverain primaire ndio sisi wakongomani, ndio wewe, ndio mwingine. Inabidi chochote ambacho kitafanyika katika nchi kifanyike kwa matakwa ya raia huyo ambaye alimpatia rais kura yake na kumfanya leo aitwe rais. Na yote ambayo itakayokuwa ikitendeka, basi itendeke kwa matakwa ya raia. Kinyume na ile, hapo itakuwa ni mambo ambayo haiko sahihi. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji, na imani unasikiliza mengi kutoka kwa kiongozi wa CGOP. Pia vile vile anakuwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa, vile vile anakuwa ni leader wa kijamii na mtetezi wa haki za kibinadamu. Na labda kwa kuwa muda wetu si rafiki tena, labda una ujumbe gani wa mwisho ambao unaweza kautoa kwa raia ambao inakutazama, kwa watazamaji wa Tanganyika TV na wote walioko katika sehemu mbalimbali ambao wanaendelea kutufuatilia kuhusiana na kusapoti kwenu marekebisho ya katiba ya nchi, ama ya baadhi ya vipengele? Si kubadilisha katiba, bali ni marekebisho ya baadhi ya vipengele. Ndio, najua walio wengi watasema kwa sababu gani huyu ndugu Orphe Yamone Akamengele na CGOP RDC yake wasapoti marekebisho ya katiba. Acha tuwajulishe kwamba kisayansi katiba yetu ya Kongo haikatazi kubadilisha harakati zimoja ama vipengele vimoja. Lakini nasema kwamba katika ile article yake ya 219 kuna wakati ambapo hairuhusiki kubadilisha katiba. Kuna ile wakati, na inasemekana kwamba kuna wakati wa vita, wakati ambapo nchi inakuwa katika situation ya vibaya, kunakuwa magonjwa makuu, kunakuwa ile ambayo wanaita etat de siege, yani kwa sababu ya jambo fulani la kivita la kuvamiwa, watu serikali inatangaza kwamba nchi iko katika hali mbaya. Ile yote inafanya watu wasibadili katiba. Na hata pia wakati chumba cha wazee wa bunge cha wazee na wabunge
inakuwa katika hali ya kutokutimiza malengo yao ipasavyo, hapo hakuwezi kuwa mabadiliko ya katiba. Lakini sasa acha tuonyeshe wazi, katiba inaweza kubadilishwa ikiwa ile situation yote, état de siège na mengine yanatolewa, yatakapoondolewa, basi katiba inaweza kubadilishwa, unasikia, na inaweza kubadilishwa vipengele fulani fulani. Na ndio maana kwa hii tungealika raia wote wanaotusikiliza. Nchi inakuwa katika matatizo. Katiba ambayo tunakuwa nayo inakuwa na uzembe wake, ile tukubaliane. Katiba inakuwa na uzembe wake na inahitajika marekebisho. Ndio maana raia wote wa Kongo, raia wote wa province ya Sud Kivu, raia wote wa Est de la RDC ambao wanaonisikiliza, tusapoti haya mawazo ya kubadilisha vipengele vya katiba yetu ili tupate kuishi katika nchi yenye kuwa na amani. Hata ikitupendeza sisi raia, kwa sababu sisi ndio tunakuwa na uamuzi wa mwisho. Hata kuibadili katiba tunaweza kuibadili, kwa sababu ili ambayo tunakuwa nayo inakuwa na uzembe wake fulani fulani, na huu uzembe unafanya raia wa Kongo wasiwe na amani. Sikusema mengi, ila kuna kipengele kingine ambacho kinafanya utata zaidi sana katika nchi ya Kongo, ni kipengele cha 10 article 10 ya constitution ambayo inayosema juu ya uraia wa Kongo. Hiyo inaleta utata sana. Watu wamoja ambao walikuwa wakimbizi katika nchi ya Kongo wanapatikana sehemu zote nchini Kongo. Hao watu kwa leo wanaanza jiita wakongomani bila kuchukua vitambulisho kwenye uongozi wa sheria ama ministeri ya justice. Unakutana kwamba inaleta utata na inakuwa chanzo ya vita vya watu mara kwa mara. Hawa wajiite hivi, wengine wakatae ninyi sio wa hivi, ninyi ni watu ambao mlitoka fasi fulani. Hiyo nayo kipengele inabidi inarekebishwa ili tujue ni nani mkongomani wa kweli na anapashwa kuishi namuna gani. Na kushukuru mtazamaji mpenzi kwa kuendelea kutufuata vilivyo mwanzo hadi mwisho wa interview hii ambayo tulikumwalika. Nikukumbushe kwamba tulikuwa na mwaliko wetu ambaye ni mkuu kiongozi wa CGOP DRC, vile vile anakuwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na leader wa kijamii, mtetezi pia vile vile wa haki za kibinadamu. Mimi ni Safari Almas ambaye nilikuwa ni mwendeshaji wa interview hii. Sikuwa peke yangu, nishirikiana naye jina kwa mara nyingine tena Orfe ya Monea Kamengele. Asante sana, sina la ziada. Nyuma ya kamera alikuwa ni Abubakar Saidi.